Kwa majina anaitwa John James Daudi, ni msimamizi wa kitengo cha ng'ombe wa maziwa Lita Tengeru. Hapa eneo tulilopo ni sehemu ya kukamulia ng'ombe wa maziwa. Yes, hili eneo pia la ng'ombe wa maziwa, wanafunzi huwa wanapata fursa ya kujifunza vitu mbalimbali, ikiwepo utunzaji wa ng'ombe wenyewe wa maziwa, ndama na namna ya kuwalisha. Pia namna ya kufanya usafi kuepusha wanyama na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ni fursa kwa wanafunzi wengi walioko chuoni na wanaokuja vyuo vingine kufanya ile tunasema mafunzo kwa vitendo. Tunafanyia katika eneo letu hili la Lita Tengeru, eneo la kitengo cha ng'ombe wa maziwa. Asanteni na karibuni sana wadau kuja kujifunza. Kwenye sehemu yake husika kuweza kukamuliwa. Kuna mashine na wengine kuna wanaokamuliwa kwa mikono na wengine wamezoea kukamuliwa kwa mashine. Kwa hiyo tuna ng'ombe wa aina mbili. Kuna wengine chuchu zao zinakuwa ndogo haziwezi kwenye mashine, kwa hiyo tunatumia mkono, na wale wenye chuchu nzuri tunatumia mashine. Ambapo mashine zetu tunazo mashine 3. Hizi mashine, kuna mashine hizi mbili ni kwa ajili ya ng'ombe wawili. Hii inachukua ng'ombe wawili na hii ng'ombe wawili, jumla 4. Na hii mashine nyingine ndogo ni kwa ajili ya ng'ombe mmoja. Kwa hiyo jumla kwa wakati mmoja tunakamua ng'ombe 5 kwa kutumia mashine, na zinafanya kwa ufanisi na haraka. Kwa hiyo mtu mwenye shamba kubwa ni rahisi kwa kutumia mashine. Hata akiwa na mtu mmoja anaweza akaoperate hizi mashine kwa urahisi na akapata matokeo. Mashine hizi anazipata wapi? Mashine hizi zinauzwa kwa wadau wenye mashamba wanaouza vifaa au bidhaa mbalimbali zinazohusiana na mifugo. Maduka yapo au wanaweza kuagiza pia, inatoka nje ya nchi. Kama unavyoona sisi tumepata wafadhili, wametupatia hizi mashine, wafadhili kutoka Poland ndio wameweza kutuwezesha hizi mashine, lakini zinapatikana kwenye maduka mbalimbali. Ingia, nenda nao. Fanya ndio unawaita. Airi. Huyu kama huyu anaitwa Airi, unapomuita unaona ta respond kuingia. Airi ingia. Irene anaingia huyo. Jamani, hiki ni kitengo cha ng'ombe kukamuliwa. Hapa anaingia Irene kwenda kukamuliwa. Ng'ombe wanaitwa kwa majina yao, anaelewa yeye ni nani, then anaenda kukamuliwa. Huyo ni Irene, anaenda kukamuliwa. Hapa hili eneo ni eneo ambalo ng'ombe wanakusanyika wanapotoka machungani kwa ajili ya kupumzika, kusubiri muda wa kukamuliwa. Baada ya kupumzika wataingia kwa kutumia geti hili kwa ajili ya kukamuliwa, wataitwa kwa majina. Kwa hiyo wanafahamu wana majina yao. Kwa hiyo wataingia eneo hili kwa ajili, kila mmoja anajua sehemu yake kukamuliwa. Kwa hiyo ataenda kwa mtu muhusika mkamuaji na atakamuliwa. Baada ya kukamuliwa atatokea geti la pili. Geti la pili atatoka ili kurahisisha kujua ng'ombe ambaye amekamuliwa na ambaye bado, na pia kwenye tunasema haki za wanyama wasiwe wanagombania mlango, ili wasipate mshtuko na waweze kutoa maziwa ya kutosha kwa wakati. Kwa hiyo utaona kama kwa sasa ng'ombe ndio wanaingia kwa ajili ya kuja kupumzika eneo hili na kusubiri kukamuliwa. Na hapa tuna ng'ombe aina nyingi, aina tofauti. Tuna aina ya Jesse au wenye rangi ya district color, tuna Fresian au wenye mabaka meupe na meusi, na pia tuna Asha wenye mabaka mekundu na meupe. Na hawa ni baadhi ya ng'ombe wetu katika ng'ombe wa maziwa.